Amen. Unaweza kuketi. Bwana anatawala. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Yes. Na tuko na somo ambalo tunalo. Kichwa cha somo linasema roho ya mwanadamu. Roho ya nani? Ya mwanadamu. Na katika utangulizi nilikwambia mtu ni roho, ana nafsi na anaishi katika mwili. Mtu ni roho, ana nafsi na anaishi katika mwili. Ni elimu ya neno la Mungu tu ndio inamgawanya mtu katika namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna sehemu nyingine ambapo inaelezea kuhusu roho na nafsi isipokuwa katika neno la Mungu. Biblia inasema neno la Mungu lina uwezo wa kugawanya roho, nafsi, viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Kwa sababu elimu zinginezo nyingi zinaishia katika elimu ya akili, katika elimu ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na nikakwambia watu wengi sana kupitia mifumo ya elimu duniani wameweza kuendeleza akili zao. Wamepata elimu ambayo imewezesha akili zao. Wamepata elimu ambayo imewezesha jinsi ya kutunza miili yao. Lakini wachache sana wana elimu kuhusiana na roho. Ya kukua kiini cha maisha ya mwanadamu ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo unanielewa vizuri? Mtu ni roho. Lakini watu wengi hawana taarifa kuhusiana na huyo mtu. Watu wengi hawaelewi kuhusiana na roho ya mwanadamu. Hawaelewi inafanya kazi namna gani. Hawaelewi inakula nini. Hawaelewi inahitaji nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nikakwambia ndio maana maisha ya wanadamu yameishia katika kiwango cha kibinadamu. Yameishia katika kiwango cha akili. Matatizo ambayo yanaenda mbali na akili hayawezi kutatuliwa. Matatizo ambayo yanaenda mbali na sayansi, ambapo sayansi haiwezi kufanya, hayawezi kutatuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunajifunza, kwa sababu iko faida. Hebu sema iko faida. Mwambie jirani yako, sikiliza na sikiliza vizuri. Ni zaidi ya shule. Amen. Unanisikia vizuri? Hata kama vitu vielewe. Unajua mtoto, nilikuwa natafakari muda fulani. Mtoto anapozaliwa anaanza kuongea nyumbani, anafundishwa mama baba nini. Atakapoenda shule chekechea wataanza kumwambia hii ndio a. Si ndio Hajawahi kusikia nyumbani kwake, inawezekana. Hajawahi kupata hizo taarifa. Ataanza kuonyeshwa a iko hivi, a iko hivi. Na atafanyaje? Atapokea, atakamata yale anayofundishwa. Na baadaye ataishi katika mfumo huo, kwa sababu kibinadamu, kwa mfumo wa binadamu hauwezi ukaishi kisawasawa. Kwanza tu kama elimu ya kawaida ya kusoma na kuandika hauna. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mahali kutakuwa na uzito katika maisha tu ya kibinadamu. Kwa ndio maana kuna mifumo ya watu kujifunza. Sasa katika ulimwengu wa roho ni zaidi. Kuna elimu basics usipozipata, maisha yatakuwa magumu. Namna za maisha zitakuwa hazieleweki kwako. Bwana anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu Kristo alisema hivi, kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni roho. Anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuupokea nini? Ufalme wa Mungu. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Hawezi kuhusiana na ufalme wa Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Mungu sio akili. Mungu sio ujanja ujanja.
Mungu sio fikra za kusadikika. Mungu ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Na ili uhusiane naye ni lazima uhusiane kutoka katika roho. Ili uongee naye, ili uwasiliane naye, ni lazima uwasiliane naye kutoka katika roho. Sasa kama haujajifunza, kama haujaelimishwa, kama haujapata shule ya roho, itakuwa tofauti. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri? Unajua elimu hii ni ya muhimu sana. Ukisoma Biblia utakuja kugundua ya kwamba maisha haya tunayoishi duniani, ufahamu tulionao ndio tutakaotumia katika zamani zinazokuja. Kwa vile utakavyokuwa katika zamani zinazokuja, maana yake baada ya Yesu kurudi na kulitoa kanisa, inategemeana sana na ufahamu ulionao sasa na namna ambavyo unaishi katika kweli hiyo unayoifahamu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tulishia katika kufanywa upya kwa akili yako. Warumi, tuanzie hapo. Warumi sura ile ya 12. Tunaanza mstari ule wa kwanza mpaka ule wa pili. Warumi sura ile ya 12. Tunaanza mstari ule wa kwanza mpaka ule wa pili. Neno la Mungu linasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Haleluya. Anasema, ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza, ndiyo ibada yenu yenye nini? Yenye maana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini anasema pia, msifuatishe namna ya dunia hii. Hebu sema, nisifuatishe namna ya dunia hii. Nisifuatishe namna ya dunia hii. Vitu viwili. Kwanza, huu ulimwengu unaongozwa na roho ya dunia, roho ya upotevu, roho ya udanganyifu. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, huu ulimwengu unaongozwa na namna za kibinadamu, na wewe sio binadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana wa Mungu wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu msifuatishe namna ya dunia hii. Manake ulimwengu unapoelekea siko mnakotakiwa kuelekea. Namna za ulimwengu huu zinavyoenda huko sio kwenu. Anasema, bali mgeuzwe. Hebu sema, nigeuzwe. Nigeuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikwambia wiki iliyopita ya kwamba roho yako ndio ilizaliwa mara ya pili. Roho yako ndio iliokoka kwa kazi ya Yesu Kristo kupitia kuamini kwako. Lakini akili yako, mwili wako havijaokoka. Akili yako, mwili wako havijazaliwa mara ya pili. Kwa unaweza ukawa roho umezaliwa mara ya pili, lakini ukawa na mawazo bado yale ya zamani. Bwana Yesu asifiwe. Unawezekana umezaliwa mara ya pili, lakini bado ukawa na namna bado zile za zamani za mtu wa kale. Kwa hiyo anasema, ili kushughulika na hilo, ili ugeuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimekwambia, anasema msifuatishe namna za ulimwengu. Ulimwengu unaelekea huko. Sasa umemwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ufanywe upya kwa namna gani? Kwa kugeuzwa akili yako. Pale amesema umfanywe upya nia zenu. Lakini nimekwambia neno rahisi sana la kuelewa ni akili yako. Kwa ugeuzwe akili yako. Haleluya. Sema, akili yangu, akili yangu ibadilishwe, igeuke, ifanywe upya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kutakuwa na mashindano kama akili yako haitafanywa upya, kati ya utu wa ndani na akili yako, kati ya namna ile ya rohoni na akili yako. Kwa hiyo anasema mgeuzwe kufanywa upya nia zenu. Alafu anasema mpate kujua
Oh, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako upate kujua. Upate kujua. Tikize tena mwambie upate kujua. Upate kujua. Anasema upate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wonderful. Hebu sema ajabu sana. Kwa hiyo anasema kuna kitu kinatakiwa. Ni lazima mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, akili zenu. Alafu anasema mpate kujua. Sasa neno mpate kujua hapo, tafsiri nzuri kabisa ni mpate kuhakiki. Hebu sema kuhakiki. Kuhakiki. Sema tena kuhakiki. Kuhakiki. Ushaikuona mtu anahakiki vitu? Maana yake anaangalia kama hivi kweli vinatakiwa kuwa hivi. Kwa sema mpate kuhakiki mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri eh? Sema napaswa kuhakiki. Napaswa kuhakiki. Nisikilize vizuri. Nilikwambia wiki iliyopita, mwili wako ni matokeo ya kile unachokula. Si ndio eh? Kama kuna vitu hauli, utapata utapia mlo, hata kama ni mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu watoto, hata watu wazima na nini wanautapia mlo. Utakuwa dhaifu maeneo fulani kutokana na vile vitu ambavyo unakosa. Lakini nikakwambia pia, unapokuwa mtu mzima, unapokuwa timamu, hauli kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema sili kila kitu. Sili kila kitu. Kuna vitu vingine unavikataa, si ndio eh? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unavikataa. Sasa unapokuja katika Kristo, akili yako inapofanywa upya, nia yako inapofanywa upya, unakuwa unahakiki ni vitu gani uviruhusu viingie ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa akili yako imefanywa upya, kuna ulinzi. Ndio maana nasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna ulinzi wa nini uruhusu kusikiliza, nini uruhusu kuangalia, nini uruhusu. Kwa sababu Bwana Yesu asifiwe, akili yako imefanywa upya. Sasa unaelewa mapenzi ya Mungu yaliyo kamilifu kwa ajili ya mimi ni haya. Hivi vitu havitakiwi. Mapenzi makamilifu yaliyo mapenzi ya kumpendeza ya Mungu kwa ajili yangu ni haya. Hivi sio sehemu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sema natakiwa ni hakiki. Angalia jirani yako, mwambie una hakiki. Una hakiki au unauliza kila kitu? Au unauliza kila unaruhusu kila kitu? Unaruhusu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tunafanywa upya kwa neno la Mungu. Hebu sema kwa neno la Mungu. Kwa Mungu. Ndio maana ni muhimu sana. Ni muhimu sana neno la Mungu. Linasimama nafasi ya kwanza katika ufalme wa Mungu. Neno la Mungu ndio ambalo litaelimisha akili yako, ndio ambalo litafanya upya akili yako, ndio litakugeuza akili yako. Kadri unavyolisikia, kadri unavyolipokea, kadri unavyolitafakari, linakupa uelekeo tofauti, linakupa shauku tofauti, linakupa namna tofauti ya kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Appetite fulani zinapotea. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Unajua Ukristo sio zaidi kuambiana kwamba hiki utakiwi, hiki kibaya, hiki kibaya. Yaani hiyo level ni ya wale watoto wachanga kabisa. Lakini anapokuwa kwa kusikiliza neno la Mungu, anapokuwa kukamata neno la Mungu, mwenyewe anaanza kuona marafiki fulani sitakiwi kuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyewe anaanza kujua ya kwamba vitu fulani sitakiwi kujihusisha navyo, maeneo fulani sitakiwi kwenda. Inakuwa halisi ndani yake. Kwa sababu gani? Akili yake imefanywa upya.
inaendelea kufanywa upya, inaendelea kugeuzwa kuwa namna ya tofauti. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Kwa neno la Mungu ndio linakufanya uwe mpya kila siku. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaona watu huwa wana behave, wanakuwa wako tofauti na vile ambavyo inatakiwa, ni kwa sababu neno halijafanya kazi ndani yao. Neno la Mungu halijashughulika na namna zao. Hiki kitu alikutana nacho Paulo ukisoma katika Wakorinto. Tunaweza tukaangalia Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3. Tuanzie mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa kwanza anasema, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Sikiliza, Bwana Yesu asifiwe. Anasema sikuweza kusema nanyi kama nini? Watu wenye tabia ya rohoni. Hebu sema watu wenye tabia ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni. Na kila akiwaangalia hapa tukiongea mambo haya hawawezi kuelewa. Anasema kama watu, bali kama watu wa tabia ya mwilini. Kama watu wa tabia ya mwilini. Anasema kama watoto wachanga katika Kristo. Mstari wa pili anasema naliwanywesha nini? Ziwa, sikuwalisha chakula kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Aliwanywesha nini? Maziwa. Mifupa hawawezi. Aliwanywesha maziwa. Anasema chakula kigumu mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Angalia sababu anayosema, kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa vitu ambavyo alivikuta na akashangaa. Hili anasema kama bado kuna vitu kama fitina, kama bado kuna vitu kama husuda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema ninyi si watu wa tabia ya mwilini, tena mnaenenda nini? Tujasoma vizuri. Hebu tuangalie hapo mstari wa 3 tusome tena. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Umeona? Ameweka wazi kabisa ya kwamba hao watu kwa sababu ni wa tabia ya mwilini wanaenenda kwa jinsi ya nini? Ya kibinadamu. Hawajafanywa upya, hawajageuzwa. Wanaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Nasikiza, ni watu wameokoka, wamezaliwa mara ya pili, wako kanisani, lakini ni watu wa tabia ya nini? Ya mwilini. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao kuna vitu vya mwilini. Miili yao inaongoza maisha yao. Miili yao, namna zao za mwilini zinaongoza maisha yao. Unajua ukisoma ile Wagalatia sura ya 5, anasema tunda la mwili ni nini? Sio tunda la roho. Mpende Wagalatia. Bwana anatawala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa 19 anasema basi matendo ya nini? Tusome hapa, anasema basi matendo ya mwili ni? Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui,
ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema matendo ya nini? Ya mwili, sio matendo ya shetani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Matendo ya nani? Ya mwili. Na nilikwambia nia ya mwili nini? Ni mauti. Ngoja nikuonyeshe sehemu ambayo mimi nilishangaa sana na nikawa najiuliza inawezekanaje. Anasema matendo ya mwili ni ndio haya. Anasema uasherati, hiyo ni wazi. Uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu. Hapo nikafika uchawi. Kumbe uchawi nao ni tendo la mwilini, japokuwa mtu ana operate katika roho, kwa sababu uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unanisikia vizuri? Unaelewa uchawi? Tusiingie sana huko. Nikupe hiyo homework. Inakuwaje uchawi ni tendo la mwili? Ukatafakari na wewe. Bwana anatawala. Anasema matendo ya mwili ndio haya. Anasema uchawi. Alafu anaelezea, siku moja nitakumbagulia hapo. Anasema uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Hivyo vitu vyote ndio huwa vinachochea mtu roho ya uchawi ianze kufanya kazi. Umeanza kuelewa kwamba haitakuja tu ikuvamie, lazima kuna kitu fulani kocha. Kana mdomo sana pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa hivyo vitu ni matendo ya mwilini. Kwa kanisa lile la Korinto lilikuwa na hivyo vitu. Kulikuwa kuna migawanyiko ndani yao. Kulikuwa kuna usuda, watu wanapigana vijembe. Wanasemana, wanaambiana, sisi ni hivi, sisi ni hivi, sisi ni hivi. Akasema ninyi mnaenenda kibinadamu, kwa sababu ni watu wa tabia ya mwilini. Maana yake neno halijafanya kazi bado. Kuna vitu anaruhusu. Nisikilize, kwa kadri ambavyo unaishi kupitia hisia zako, bado uko katika namna ya kimwili, bado uko katika namna ya kibinadamu. Amen. Amen. Mwambie jirani yako, kama bado unaishi kupitia hisia zako, uko mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama bado unaishi kwa hisia kwamba una furaha kwa sababu una furaha sana, nini mwenzetu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna hiki na hiki na hiki. Leo ninajisikia vizuri. Siku nyingine utaamka leo sijisikii chochote, najisikia vibaya. Leo nimekwazika sana. Utaelewa kwa nini Biblia inasema ole wake akwazae na kwazika. Maana yake hakuna kupona, kwa sababu unakwazika ni kwa sababu uko katika namna ya kimwili, na wewe unamkwaza mwenzio ni kwa sababu ya namna ya kimwili. Kwa wote mko katika. Yakobo alisema hivi, vita vinatoka wapi na mapigano yanatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nionyeshe na huo mstari ili muelewe. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Yakobo, twende kitabu cha Yakobo. Tuko hapa. Yakobo sura ile ya 4. Mstari ule wa kwanza. Anasema vita vyatoka wapi? Vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema vita vinatoka wapi? Kati ya ndugu wa Kristo
Mapigano yanatoka wapi? Vijembe vinatoka wapi? Fitina zinatoka wapi? Anasema ni katika tamaa za mwili wenu zifanyia kazi katika viungo vyenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema nakataa kuenenda katika mwili. Nakataa kuenenda katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwili unawapelekesha watu. Mtu ana hasira vibaba 7. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasema nina hasira leo hata siwezi kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana umejaa tu atmosphere, bado tu pepo halijaingia, lakini muda si mrefu linaweza likaingia. Umejaa kwa atmosphere. Mwili umejaa kwa kiwango cha juu sana. Umeona mwenzio amefanya vizuri, unasikia wivu ndani. Mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wala leo tutasikia tuchefu. Yaani nakukereketa ndani. Nacheka, si ndio vitu vilivyopo? Sasa kwa namna hiyo hata ukiomba haiwezekani kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata ufanyeje haiwezekani kutokea kwa sababu tayari kuna vitu vingi vimechukua nafasi ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri? Nasema vinatoka wapi? Vita vinatoka wapi kati ya watu? Amechukua kitu ambacho mimi nilikuwa nakitaka. Vitu vyote ni vyetu. Kwa nini wewe unapambana upate tu kile kile? Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ananisema kwa watu vibaya. Biblia inasema furahini na kushangilia watakapowashitaki kwa uongo. Vita vinatoka wapi? Angalia jirani yako vizuri. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Mungu anatamani utoke katika hiyo namna, kwa sababu ndivyo wanadamu wote walivyo. Ndio anasema mfanywe upya, mgeuzwe wa kufanywa upya. Uachane na hiyo namna, kwa sababu kadri ambavyo uko hivyo utakuwa mtumwa wa mwili wako. Utakuwa mtumwa hata wa shetani. Kuna vitu vya rohoni vitatakiwa vifanye kazi, havitaweza kufanya kazi kwa sababu tayari kuna namna nyingine inaongoza maisha yako. Nasema nia ya mwili ni nini? Ni mauti. Lakini nia ya roho ni nini? Uzima na amani. Tuliangalia wiki iliyopita. Nia ya roho ni uzima na amani. Kwa hiyo Mungu anataka utoke kwa hiyo namna, na anakuonyesha jinsi ya kutoka katika hiyo namna. Anasema ufanye upya akili yako. Ufanye upya akili yako, ugeuzwe kufanya upya. Kwa kupitia nini? Neno la Mungu. Kwa kupitia neno la Mungu. Kuna vitu unavibadilisha kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana alituzaa mara ya pili, kwa sababu alielewa namna za kibinadamu zilizokuwepo. Lakini sasa kwa sababu tumezaliwa mara ya pili na tuna uzima wa kimungu ndani yetu, kupitia neno la Mungu tunaweza tukabadilisha mifumo ya akili yetu, tukabadilisha fikra zetu. Hivi unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngope huu mfano ndio unaelewa. Kwa mfano mtu ambaye ameokoka au amezaliwa, tuseme tu amezaliwa katika namna ya kawaida, ana ulemavu fulani. Amezaliwa ana ulemavu fulani. Baada ya muda, kwa sababu anajiona vile, kwa sababu anajitafsiri vile, hata rohoni
atakuwa mlemavu. Nisikilize vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Aliyezaliwa mlemavu, roho yake inazaliwa sio mlemavu, lakini kwa sababu anasikia, anajiona, anahisi, habari zote zinazohusiana naye zinahusiana na ulemavu. Kwa matokeo yake hata roho yake itakuwa imefungwa katika ulemavu. Akizaliwa mara ya pili, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Roho yake bado itakuwa katika hali ya ulemavu, pamoja imezaliwa mara ya pili, mpaka pale mtu yule atakapobadilisha mtazamo wake kuhusu yeye, mpaka pale mtu yule atakapokutana na neno la Mungu ambalo litampa picha tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Litakapompa fahamu tofauti, kujiona tofauti, kujitafsiri tofauti, na yeye akakamata ile picha ya kwamba mimi siko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni wa hivi. Haleluya. Neno linasema mimi ni hivi, na mimi ninatamka ya kwamba niko hivi. Mpaka pale atakapokamata, halitatokea badiliko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini akikamata, na Biblia inasema sisi sote kwa uso usiotaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo. Kwa kadri anavyoangalia, anagundua kwamba hatakiwi kuwa mlemavu, hatakiwi kuwa mgonjwa, hatakiwi kuwa maskini. Akikamata ile picha, roho yake inakamata ule uhalisia. Na Biblia inasema hivi, aonavyo mtu ndani yake ndivyo afanyaje alivyo. Kwa isipokuwa amekamata ile picha, atabaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu ananielewa hapa? Kwa neno litampa muonekano mwingine. Inawezekana alizaliwa na ugonjwa fulani, neno litamwambia katika Kristo Yesu unao uzima. Bwana Yesu asifiwe. Uko uzima, umeitwa katika uzima na utukufu. Akakamata ile picha, akaanza kujiona tofauti, na haitoshi tu kujiona tofauti, akawa na shauku ya kutaka kuleta badiliko, shauku kuu ya kutaka kuleta badiliko. Akachukua hatua zinazostahili kutamka vile ambavyo anatakiwa kufanya. Huyu mtu atatoka katika hali yoyote ile aliyokuwa nayo. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu ni la muhimu sana. Mwambie ndani yako, ndio maana neno la Mungu. Ndio maana neno la Mungu ni la muhimu sana. Ni la muhimu sana. Mwambie tena, neno la Mungu ni la muhimu sana. Kwa sababu ulimwengu umekujaza taarifa nyingi. Hapa tumeongelea tu ulemavu. Kuna wengine hapa hata kama msemi, lakini mnaamini nyewe ni maskini. Mambo mnayofanya, naamini sisi ni maskini. Naamini familia zenu, sio tu mnaamini, ukiangalia familia yenu wote ni maskini wa kutoboa. Huoni dalili ya kwamba kuna kutoboa. Ukienda kazini, ukifanya kazi, ukirudi unakuta mambo bado magumu. Mahitaji ni mengi kuliko mapato. Kwa lazima, yani ndani yako mwenyewe unajua la hapa cha muhimu tu ni kuishi. Cha muhimu tu ni kwamba hatufi njaa. Lakini katika hayo mawimbi yote akakamata neno la Mungu mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Na sio tu akakamata, akajiona. Kwa sababu cha muhimu sana, kazi sana ni mtu kujiona. Akajiona ya kwamba yeye hayuko vile. Bwana Yesu asifiwe. Akajiona ya kwamba anaweza kuwa tofauti na vile, na iko namna tofauti na ya kusaidiwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua, kwa sababu watu wengi hawaoni mlango wa kutokea, kwa sababu wanajua mlango wa kutokea ni ndugu yangu anisaidie. Kwa lazima tu ndugu yangu yule atakutusaidia.
ndugu yangu yule anishike mkono. Lakini yuko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Liko neno la Mungu. Bwana anatawala. Kwa ukiondoa hizo namna na nadharia zote, ukakamata ile picha, yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sema yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Kana mazakata. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mpaka ametoka katika namna ya kibinadamu. Kwa sababu kibinadamu kuna hesabu zile za kibinadamu. Mtu akipiga anaona atoboi. Lakini akitoka katika kuwaza kama wanadamu, akakamata picha ya Mungu, akakamata wazo la Mungu, huyo mtu lazima atoboe. Bwana Yesu asifiwe. Ukibadilika huku ndani, nje watu wataona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Watu wataona, sio tu wewe, kila mtu ataona kwamba fulani kuna kitu kinaendelea. Fulani kuna jambo linaendelea. Kwa sababu mtu mwenyewe amebadilika. Kama hujabadilika nje, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama nje, kama ndani bado ni maskini, kama ndani bado ni muoga, kama ndani bado ni dhaifu, hata tukichukulia hela zote za ulimwengu tukakupatia, zitakukimbia mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zitakukimbia. Wanaambiaga watu, nasema Mungu ndiye atupae nguvu za kupata nini? Utajiri. Sikiliza, utajiri unakuja kwa nguvu. Sawa? Nguvu ya kwanza ya ufahamu. Sio tu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya ufahamu, nguvu ya maarifa. Kwa sababu la sivyo, kila mtu anapata hela, lakini baada ya muda fulani zile hela hazionekani zimeenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na sio kwamba ametumia vibaya. Si unaelewa eh? Yaani yanakuja matatizo au mahitaji ya lazima ambao hela lazima ifanyeje? Ndio anasema akupae nguvu za kupata utajiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule wa ndani ndiye anayekamata hizo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule wa ndani ndiye anayeweza akashika hela na ikabaki kweli, kwa sababu ana nguvu. Huyu wa nje anafuata tu matokeo. Mtu mmoja wa Mungu anaitwa Smith, alikuwa hapo karne ya 1800. Alisema hili neno nilikuwa nasoma leo. Alisema hivi. Niangalie, niliandika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja. Anasema hivi, siulizi mwili wangu unajisikiaje, ninauambia vile unavyojisikia. Bwana Yesu asifiwe. Siulizi mwili wangu unajisikiaje, ila ninauambia vile unavyojisikia. Najua wengine hamjaelewa bali. Bwana Yesu asifiwe. Leo unajisikiaje? Yeye hana hizo namna. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mwili wangu leo uko vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui na matatizo gani mguu. Na mguu nasema kuna matatizo mengi sana. Tukiendelea hivyo utakuwa huwezi kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Nili tumbo leo sijui kazini kutakuwaje. Tumbo ndo linaanza. Hivi ushawahi kuona hivyo? Vile ambavyo unaanza kufikiria ile na lenyewe ndo linaanza kuonyesha kwamba niko hapa. Kuna tatizo kubwa linakuja. Kwanza sema siuulizi ila nauambia. Bwana Yesu asifiwe. Sema utawala unatoka ndani yako. Haleluya.
Mwambie tena jirani yako, utawala unatoka ndani yako. Nilikwambia wiki iliyopita, ulifanyia kazi. Sema mimi ni roho. Sema tena, mimi ni roho. Mimi ni roho. Nimezaliwa kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Na kwa roho wa Mungu. Na kwa roho wa Mungu. Sema tena, mimi ni roho. Mimi ni roho. Mimi Hoseni Mimi ni roho. Ni roho. Nimezaliwa kwa neno la Mungu. Nimezaliwa kwa neno na kwa roho wa Mungu. Na kwa roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umepokea taarifa nyingi sana ya kwamba wewe ni binadamu. Kuna kitabu naandika mwaka huu nakiachia kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kinakuelezea jinsi ambavyo mifumo ya ulimwengu inakufanya uwe binadamu wa kawaida. Unaelewa? Sisi wanadamu tu. Wewe mwanadamu tu. Na hivyo taarifa zimeingia ndani yako, zimekukaa. Lakini sasa chukua taarifa mpya. Sema mimi ni roho. Mimi ni roho. Sema tena, mimi ni roho. Mimi ni roho. Ni roho. Ni roho. Nimezaliwa kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Na kwa roho wa Mungu. Na kwa roho wa Mungu. Nilikwambia wiki iliyopita, Yesu Kristo anasema kama vile upepo ndivyo ilivyo hali yake mtu aliyezaliwa kwa nini? Kwa roho. Sema mimi ni kama upepo. Sema tena, mimi ni kama upepo. Wananisikia tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wananiona tu ninavuma. Hawaelewi ametokea wapi huyu. Hawezi kunizuia. Ushaona watu wanazuia upepo? Hawezi kunizuia. Hawezi kunidhuru. Sema mimi ni roho. Mimi ni roho. Oh. Sema tena, mimi ni roho. Mimi ni roho. Ninakaa katika mwili. Ninakaa katika mwili. Sema tena, mimi ni roho. Mimi ni roho. Ninausimamia mwili wangu. Ninausimamia mwili wangu. Huu mwili wangu. Huu mwili wangu. Sio mimi. Sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sema tena, huu mwili wangu. Huu mwili wangu. Sio mimi. Sio mimi. Mimi ni roho. Mimi ni roho. Kwa hiyo unasema tena ninaumwa. Unaumwa, nani anaumwa? Ni wewe roho inaumwa? Hapana. Kwa ni huu mwili. Bwana Yesu asifiwe. Mbona nyumba zetu za huko nyumbani zikipatwa ufa useme ninaufa? Bwana Yesu asifiwe. Nyumba yako unayoishi ikipata ufa unasema ninaufa? Bwana anatawala. Haleluya. Nilikwambia Mungu alisema, neno la Mungu linasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo nini? Maana yake Mungu hatafanya kitu kwenye mwili wako. Sawa? Ndio maana nakwambia wewe ufanyeje? Utoe. Anasema itoeni miili yenu. Maana yake wewe ndio una kazi ya kusimamia huo mwili. Mungu amekupangisha hiyo nyumba. Wewe ndio wa kuihudumia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana tunatumia vinywa vyetu kutamka juu ya miili yetu. Ndivyo ambavyo tunafagia nyumba zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo tunafanya matengenezo katika nyumba zetu. Kwa sababu sisi ni roho. Tunaishi katika miili. Bwana Yesu asifiwe. Sema mwili wangu ni nyumba yangu. Ni nyumba yangu. Mimi ni roho. Mimi ni roho. Sema tena, mimi ni roho. Mimi ni roho. Ninaishi katika nyumba. Ninaishi katika nyumba ya mwili huu. Na mwili huu sio mimi. Mwili huu sio mimi. Kwa usiangalie huu mwili unaweza kufanya nini. Angalia neno la Mungu. Linasema roho yako ina uwezo wa kufanya nini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikwambia wiki iliyopita, roho yako ina uwezo wa kufanya nini. Kama nikueleza siri chache za wiki iliyopita, nikueleza siri nyingine. Unajua roho yako inaweza kuwepo sehemu 7 kwa wakati mmoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwepo sehemu ngapi? 7. Mungu anaweza kuwepo kila eneo, lakini roho yako inaweza kuwepo sehemu 7
kwa wakati mmoja. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia pia roho yako huwa haifanyaje? Hailali. Hailali. Imeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kama Mungu hasinzii wala halali, roho yako haisinzii wala haifanyaje? Hailali. Kwa hiyo mwili wako ukilala, roho yako inafanya nini? Kwa mfano, Bwana anatawala. Wale ambao huwa mna digest vitu afu ndo mnalala. Yaani umetoka kuangalia TV afu ndo unaenda unalala. Bwana Yesu asifiwe. Umebrowse kwenye simu afu unaenda unafanya. Sasa kama vile vitu vilikuwa na uhusiano na neno la Mungu, vilikuwa vina uhusiano na kujenga roho yako, uko vizuri sana, kwa sababu usiku wote roho yako itakuwa ina digest hivyo vitu. Lakini kama vilikuwa vimejaa sijui hofu, vilikuwa vimejaa mabalaa, vimejaa picha za kutisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vimejaa, basi usiku wako na utakuwa na digestive. Na unakuta mtu analia usiku. Wewe au anaamka tu usiku moyo unadunda. Kwa sababu ya taarifa ambazo amekuwa amekusanya. Kwa hiyo roho wakati ule inafanya kuhakikia tuone hiki inafanya kazi. Inafanya kazi. Kwa inaleta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema hivi, katikati ya usiku nitaamka nikushukuru. How? Ukisoma Zaburi nyingine anawaambia, anasema nikutafakaripo makesha yote. Maana kabla hajalala alikuwa anatafakari kuhusu nini? Bwana. Kwa hata anaposhtuka usiku, oh asante Yesu. Ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Kwa sababu ndicho kilikuwa kinaendelea katika roho yake. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kutoka kuangalia majini. Jini linamkaba mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nimekuelezea vitu vya muhimu sana. Unataka kufanya maendeleo zaidi ya kawaida, muda ni mchache. Unataka kwenda mbali zaidi ya kawaida, roho yako hailali. Kwa usiku inaweza ikawa inaendelea kuprocess. Nilikueleza hapa ile wiki iliyopita. Wakati fulani nilikuwa lazima niweke mahubiri. Kwa hiyo ninalala nasikiliza. Naweza nikashtuka usiku ninanena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikashtuka usiku ninaimba wimbo kwa sababu ya vile vitu nilivyokuwa ninaviweka vinaendelea. Na roho yangu inaenda pamoja nao. Kuna wakati niko nafundisha hapa, ninasema vitu ambavyo kwa akili ya kawaida nilikuwa sijawahi kuvifikiria. Lakini baadaye nikirudi nikitrace, kuna wakati nilikuwa najifunza haya mambo nikiwa nimelala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi ni roho. Mimi ni roho. Angalia nani akwambia tena, acha namna za kibinadamu. Acha namna za kibinadamu. Achana vitu vya kibinadamu. Wewe ni roho. Wewe ni roho. Nikilopita nitakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Una biashara. Roho yako hailali. Haleluya. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Roho yako haifanyaje? Hailali. Unafanya biashara. Tusimame. Tuambie ukija. Amen. Glory to God. Unafanya biashara. Unaweza ukawa unafanya promotion ukiwa umelala. Takueleza ukija.
kiasi kwamba watu wakiamka asubuhi, cha kwanza wanafikiria bidhaa ulionayo. Ushawahi kuona unaamka tu asubuhi unafikiria, ngoja nimtafute fulani nikachukue kitu pale? Ushawahi kuamka hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maisha ni rohoni, kwa sababu sisi tunafanya kazi wakati wote kama baba yetu wafanya kazi, lakini pia tuko na wasaidizi wengi. Kila mtu hapa ana malaika ambao Mungu amempa. Tuko na majeshi ya malaika walioko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, ambao wanasubiria maelekezo yako. Amen. Wanasubiria nini? Maelekezo yao. Wiki ijayo tutaongea zaidi. Inua mikono yako, mshukuru Mungu.